kipindi cha Neno, Trans World Radio. Bwana ametubariki ndugu msikilizaji, kwa wakati mwingine wa kujifunza neno lake. Kwa wewe kutenga muda huu ili ulisikie neno lake ni ushuhuda wa moyo wako, jinsi unavyotaka kumjua Mungu wako, kutembea naye na kumpendeza katika mwenendo wako. Basi karibu kwenye somo letu lililoko kwenye sura ya 21 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 22. Hiyo ni kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Mithali. Kwa sababu ya teknolojia walio nayo wanadamu sasa hivi, wajaribu sana kupasua vifungo vya Mungu na kutupilia mbali amri zake. Ila kwako msikilizaji, uwe mwenye busara, uwe na ufahamu kwamba mwanadamu ni kiumbe naye ana mwisho. Basi mkabidhi Bwana maisha yako ili akuongoze. Aya ya pili yasema hivi: kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe, bali Bwana huipima mioyo. Katika aya hii twapata habari ya mtu mwenye haki ya kibinafsi. Mtu anapojitazama huona kuwa njia zake ni safi na sawa machoni pake, lakini Mungu hupima mioyo. Kile ambacho hutendeka ni kwamba mwanadamu hujaribu kufanyia mwili huu wa nje kazi nyingi sana kusudi ionekane kuwa ni nzuri na ya kupendeza, lakini Mungu huangalia na kupima mioyo. Sikia hili asemalo kwa kinywa cha nabii Yeremia kwenye sura ya 17 aya ya 9: moyo wa mtu huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Jibu la swali hilo twalipata kwenye aya ya 10 inayosema hivi: mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Hivyo ndugu msikilizaji, umefahamu ni nani ambaye ajua moyo wako, maana moyo wako wewe mwenyewe waweza kukudanganya. Moyo wako ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Isitoshe, katika Mungu kuangalia moyo huo, auona kwamba una ugonjwa wa kufisha. Hata wewe mwenyewe hauwezi kuujua. Na ukiwa jinsi hiyo, itakuwaje kwamba wategemea ukuambie kuwa wewe usawa katika njia zako au usafi? Mimi ningelipenda kukujulisha huyo tabibu mkuu na wa ajabu, awezaye kuona moyo wako kama ulivyo na kuuponya pia. Jina lake ni Yesu Kristo. Yeye ni stadi sana kwa habari ya kutibu mioyo. Ukimwendea na kumwambia hali yako, hata kutibu kwa kufanya marekebisho kwa moyo ulio nao, bali atakupa mwingine mpya. Na kwa huo utamtegemea na kulitii neno lake bila hofu na tashwishi kuhusu hali yako ya usoni, hasa katika ule umilele, kwani yeye ndiye mwanzo na mwisho, naye ndiye huo uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, kama vile umefahamu, nimezingatia aya za kimsingi tu katika sehemu hii ya maandiko. Hivyo itakuwa busara kwako kusoma maandiko haya tena na kuyatafakari na kutafuta usaidizi zaidi, maana itakuwa ni baraka unapofahamu haya mambo, ili uishi kwa jinsi ambavyo waweza kufanya mambo yako kwa kumpendeza Mungu. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.